Padri Ngapemba, karibu sana kwenye matangazo yetu. Nafahamu kwamba leo ni siku ya huzuni kwa Wakristo wa Katoliki na wengine duniani kote, lakini tunatamani kujua hali leo imekuwa ni siku ya namna gani katika maeneo mbalimbali ya mji wa Roma. Ilikuwaje hasa kwa wananchi wenyewe, kwa wakazi wa mji huu maarufu? Asante ndugu mtangazaji. Siku ya leo kiujumla ilikuwa siku ambayo iko siku ya pilika sana kuanzia asubuhi. Kwa hiyo watu walitoka mapema saa 11, wengine waliwahi mapema zaidi kwa sababu kwa kawaida Papa anapokuwa katika tukio fulani watu huwahi. Kama tukio linafanyika saa 3 saa 4, watu huwahi mapema kwa sababu baadaye wale walinzi wanafunga yale maeneo, watu hamna tena kuingia, shughuli inafanyika. Kilichofanyika safari hii ni hivyo hivyo, watu walikuwa wanajua utamaduni ni huo na of course walifanya hivyo. Watu walifika mapema sana, kwa hiyo asubuhi mapema mno watu walikimbilia huko kwa ajili ya kuwahi kuweza kupata nafasi pia kukaa. Watu walikuwa wengi mno pale kwenye uwanja ule wa St. Peter's wa Mtakatifu Petro au kutosha pia. Mimi bahati nzuri nilikuwa kwenye studio, kwa hiyo niliweza kupata vizuri kwenye mixer ya picha. Walikuwa wanaonyesha maeneo ya barabara, kila sehemu kuna watu walikuwa wengi sana. Sasa kuna mawili, watu wamekuwa wengi sana kwa sababu ya maarufu wake, ama inawezekana pia kwa sababu unajua mwaka ni mwaka wa jubilei kuu tunaita. Kwa hiyo Wakatoliki mbalimbali duniani wanakuja Roma kwa ajili ya hija. Jubilei kuu inafanyika kila baada ya miaka 25 ambao mlango mkuu wa Mtakatifu Petro hufunguliwa. Kwa hiyo pia imechangia watu kuwa wengi sana, na wengine waliingia, wengine walishindwa. Basi ulinzi ulikuwa mkubwa, na kilichotokea kingine, maeneo walifunga mipaka. Nafikiri maeneo yalikuwa ni mbali mno, watu walikuwa wanatembea, na tuliona helikopta zinazunguka kwa sababu ya viongozi wakubwa maarufu wengine na nini wakiwepo hapo. Kwa hiyo ulinzi kiujumla uliimarishwa. Hata waliokuwa na kadi za kupita wafanyakazi basi ilibidi waje mapema, wawahi na wafuate taratibu zote na kukaguliwa pia. Ndio ulikuwa utaratibu nilichoona. Ila semina kanisani iliyopita wengine waliweza kupita tu kwa utaratibu mzuri. Basi madhehebu ya misa yakafanyika, adhimisho la misa takatifu la kumwombea. Mambo yakaenda vizuri. Misa iliongozwa na dekano wa baraza la makardinali, anaitwa huyo Kardinali Re. Kwa hiyo aliongoza adhimisho la misa takatifu la kumwombea, na katika adhimisho la misa la kumwombea baadaye kuna watu wale Orthodox ambao sisi pia ni Wakristo wenzetu. Orthodox wao na kidogo ni kama sisi, lakini kuna vitu vingine wanafuata. Wao ni watu wa mambo ya kizamani kidogo, nao walifanya tunasema madhehebu, walifanya aina fulani kama vile ya ibada ya kumwombea kupita na chetesho na moshi na nini, wakapiga wakafanya sala pale na nini. Basi tunashukuru Mungu, mambo yalienda vizuri. Lakini wakati huo pia tukumbuke kwamba wakati mwili umewekwa kabla ya adhimisho la misa haijaanza, baadhi ya viongozi ambao walikuwa kutoa heshima zao waliweza kupata nafasi pia kwa utaratibu mzuri pale wakainuliwa, wakaenda kutoa heshima zao za mwisho, wakarudi kiketi. Naona watu wa protocol walikuwa wamejiandaa kweli kweli. Wageni walikuwa wanaingia na wasaidizi wao na walinzi wao kwa wingi sana. Lakini lingine kubwa, licha baada ya maziko kwenda kupeleka kuzika kule, tuliambiwa na ilishatoka kwenye ratiba kwamba kwenye kanisa la Maria Maggiore Baba Mtakatifu, kwa sababu Francisco alipenda sana maskini, kwa hiyo walikuwa kuna kundi la watu walikuwa na kule mbele kwa ajili ya watakapoingia pale ndani watashuhudia nao kumpokea. Itabidi, walisema watu kama 50 walikuwa watu wasiokuwa na makazi maalum. Alafu ilikuwa walikuwa wafungwa wakaachiwa, wahamiaji. Ulaya kuna tatizo kubwa sana la uhamiaji. Bahati nzuri sio kutoka katika nchi za Afrika Mashariki, sioni sana. Si vizuri kutaja nchi za watu, lakini kuna wimbi kubwa, tatizo kubwa la uhamiaji. Kwa hiyo Papa alikuwa anawatetea sana wahamiaji kwamba wana haki zao. Dunia ni kwa ajili ya kila mmoja kuishi. Kwa hiyo na vitu vya mtindo mnae vimempa pia mileage, vimempa pia kujulikana sana na kupendwa na watu wengi. Alafu pia na watu wasiokuwa na makazi maalum. Sasa Ngapemba,
na sasa hivi tuko kwenye kipindi sasa cha siku 9 za maombolezo ambayo inaanza leo, na katika kipindi ambacho pia kiti cha Roman Pontiff, kiti cha kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki kiko wazi, unaita sede vacante. Katika kanisa kinakuwa ni kipindi cha namna gani, na Wakristo wa Katoliki wanatakiwa kufanya nini katika kipindi hiki cha siku 9 za maombolezo? Asante kwa swali zuri. Kama ulivyotaja, siku 9 za maombolezo ni kipindi ambacho ratiba za makardinali zinaendelea za ndani ambazo hatuna ulazima wa kuzijua, lakini pia ratiba ya wazi ni kwamba watu wanapata nafasi ya kusali, kuzidi kumwombea, lakini zaidi sana makardinali wanafanya novena, novena rasmi kwa ajili ya kumwombea, lakini pia kuomba Mwenyezi Mungu mambo mengine yaweze kwenda, kwa sababu ikiisha siku 9 ndo wanaingia rasmi sasa kwenye mchakato. Hatujui, unaweza kutumia siku 2 labda 4, inategemea na idadi watakaokuwa wanapiga kura wamefika robo 3, hiyo hatujui. Kwa hiyo ni kipindi cha maombolezo, lakini pia kutakuwa kuna misa, rozari na maombi ya namna kila siku, na kardinali mmoja wapo ataongoza, na wanaita pia kipindi hiki wanaita wale makardinali mapapabile, papabile kama watu ambao wanatajwa tajwa ama wako kwenye nafasi nzuri ya kuwa wote sema papabile, sasa wanaitwa mapapabile. Kwa hiyo maanake wako rasmi sasa kwenye mchakato, maanake naweza kusema kwa lugha nyingine ndo wahusika wa hili tukio ambalo pia ingekuwa ni uchaguzi wa kawaida tungesema wagombea, sio? Ungekuwa uchaguzi wa kisiasa ungesema wagombea, lakini pia kumbuka ndio licha ya tunasema kwamba tunatafuta papa, lakini pia kumbuka papa huyu pia ni rais wa nchi. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoona katika mazingira ya kawaida wanafikiria kumchagua rais wa Vatican. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo pia nimeona waandishi wa habari wanajaribu chambua vitu fulani, mambo ya kidiplomasia, mambo ya social issues na mambo za jamii, maisha ya kijamii, interaction ya mwingiliano na hao makardinali ambao ni makandidati sasa watarajiwa wao mmoja wao. Kwa hiyo ni vitu vingi. Kwa Katoliki tunaongelea tunampata kardinali upapa, lakini wale viongozi wa serikali naweza kusema sasa Umoja wa Ulaya labda wanafikiria sasa kiongozi wa serikali ya Vatican atakuwa nani. Sawa kabisa. Na katika mchakato wote huo sasa tumeona watu wengi sana wanatajwa, huyu anamtaja yule, huyu anamtaja yule, lakini unafahamu wa viongozi pia wana sifa tofauti tofauti na wana staili yao tofauti tofauti ya uongozi, na ndio maana kila papa anayekuja anachagua jina ambalo anataka kulitumia, na mara nyingi jina analotumia linaendana na staili yake. Kwa mfano huyu alichagua Francis kwa maana ya yule Francisco wa Asizi ambaye alikuwa anaishi maisha ya kimaskini, maisha ya chini, na ndivyo maisha yake alivyoishi. Na kuna mwingine labda pengine anaweza akachagua jina la papa ambaye amewahi kuwepo, ama mtiririko wa mapapa ambao amewahi kuwepo, labda tuseme Benedikti. Kama akija mwingine akichagua Benedikti, maana yake atakuwa Benedikti wa 17. Maana yake atakuwa anatamani kuendeleza yale ambayo hawa mabenedikti wengine waliopita wameyafanya. Lakini tunafahamu pia hao viongozi wanakuwa na misimamo tofauti tofauti. Kuna wengine ni wahafidhina zaidi wa imani, kuna wengine ni watu wa mabadiliko ama liberals, kuna wengine ni watu wa mtazamo tu wa wastani ama msimamo wa wastani kwa maana centrists. Lakini kwa namna ambavyo unaona mijadala inaendelea huko Ulaya na duniani kote, pengine unadhani ni sifa zipi ambazo Baba Mtakatifu anayefuata katika mazingira ya kanisa ya sasa anaweza kuwa nazo? Sijui hasa taratibu zipi. Tunajua taratibu zingine za kawaida zinajulikana kwa sisi sote. Ndiyo. Wana vitu vyao kule wenyewe wanajua, lakini naweza kusema kwa ujumla tu kama kwa lengo la kubadilishana mawazo, na katika ulimwengu sasa hivi vitu vingine vipo wazi. Ukiona waandishi wa habari mbalimbali wanachambua, wanasema papa pia wanafikiria wao, tunafikiria sisi. Wanamweka katika kundi la kwanza maisha yake ya kiroho sawa kama padri, kama maaskofu, kardinali, maisha yake ya kiroho hiyo moja, lakini pia maisha yake
ya kimaadili, kiroho na kimaadili vitu tofauti. Maisha yake kimaadili, kiujumla, kiulimwengu siku yote. Alafu ya tatu, anachangamana vipi na jamii, hao makardinali kule wanakufanya kazi. Kuna makardinali ambao wako hapa Roma wenyewe hawana majimbo. Kwa mfano Kardinali Rugambwa ana jimbo Tabora. Kuna makardinali wengine wana majimbo katika nchi zao. Kuna makardinali wanaishi hapa ambao wako katika mchakato kule, wenyewe hawana majimbo, wanafanya kazi katika baraza la Papa. Kwa hiyo baraza la makardinali wapo wanafanya kazi hapa hapa. Kwa hiyo na wao wanaangaliwa hivyo hivyo katika mitazamo hiyo mitatu, kimaadili wakoje. Sisi tunaangalia kwa sababu tunajaribu kuona ulimwengu sasa ulivyo tofauti, kwa sababu ulimwengu unataka mambo yake, lakini sasa wao wafaendana na ulimwengu. Lakini sasa changamoto kubwa ilipo jamii hii ya hapa ya Ulaya, na hata Amerika, ukiacha kidogo Afrika sisi tuko kama bado watu wa tradition, watu wa tuna mambo ya kizamani ambayo kimsingi yanatusaidia. Jamii ya Ulaya hapa ina changamoto kubwa sana mno, maadili ambayo hata Papa Francis alikuwa amesisitiza sana. Kwa mfano alikuwa siku moja alisema kwamba hata wanapokula wazazi, acheni simu pembeni, ongeeni na familia na watoto. Baba na mama wanapotengana, migogoro na mtoto anaathirika. Kwa migogoro imekuwa mikubwa, watu wanataka uhuru kwenye mambo ya imani, wanasema basi tukifunga ndoa baadaye tuachane. Tuweze kufanya hivyo, mikataba hiyo. Kwa hizi ni changamoto sio za kanisa, ni changamoto za jamii. Lakini sasa kumbuka, kanisa linaishi ndani ya jamii. Kwa hiyo hii taasisi inapata shida kwa sababu inaishi na watu wa namna hiyo. Unajua hata kupata utakatifu, mimi pale nikitaka utakatifu pia inategemea na watu walinizunguka. Nikizungukwa na watu ajabu ajabu, naweza kupata shida kidogo kupata kuishi maisha utakatifu, kuishi maisha bora. Kwa sababu kama umetoka jamii ambayo ni ya hovyo, inaweza kufanya kidogo uishi katika mazingira ya ovyo. Jamii ikiwa nyenyekevu, ikiwa nzuri, basi tutapata viongozi wazuri. Kwa hiyo kuna changamoto za namna hiyo. Kwa ujumla naweza kusema namna. Ndio maana Papa alikuwa anasisitiza sana amani, kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzano, kuongea uso kwa uso. Na alizungumza sana hapa Ulaya kuhusu hizo issue za namna hiyo. Kwa mfano alikuwa anawaambia, mnafanya mambo mengine, mnaonea wananchi. Watu wanakuja kama wakimbizi, wanafanya biashara wakimbizi. Unashangaa kwa nini wakimbizi wako wengi. Na unakumbuka hata alipoenda Kongo aliwaambia kataini ukoloni Afrika. Alienda Kongo lakini alitoa ujumbe kwa Afrika, sema kataini ukoloni. Aliongelea kuhusu ukoloni. Kwa hiyo Papa wa namna hiyo katika mambo ya kijamii aliongelea pia. Alitoa dokumenti yake moja inaonyesha mambo ya hali ya mazingira, hali ya hewa, mazingira, kutunza mazingira, tusikate miti ovyo, tusichafue mazingira. Nafikiri Tanzania sisi tunapanda miti kwa wingi sana, na nafikiri kitu kama hiki kinaendelea. Sasa huko amejifunza kwa sababu ya madhara makubwa yaliyotokea. Sisi kabla tuna miti mingi, naona bado tunapuuzia. Kwa hiyo anabidi anaingia katika, kwa lugha nyingine, Papa pia ni diplomat, na diplomat ya Vatican ina ile bilateral na multi. Sasa sijui kwa Kiswahili wanahitaji. Yani bi ni ile mahusiano kati ya state na state. Ni president huyo. Kati ya state na state. Tanzania sisi tuna mahusiano mazuri sana na Vatican. Na nchi zingine nyingi bilateral. Hiyo moja. Lakini kama rais wa Vatican pia lazima awe na hiyo multilateral. Hiyo sasa ile katika mambo ya kijamii, jamii inayoishi hapa na jamii yote, mambo ya haki za watu, haki za binadamu, mambo ya uhuru, mambo ya amani, mambo yoyote yanaweza kuathiri jamii. Kwa hiyo manake ni Papa wa namna gani ambaye anahitajika hivi sasa kutokana na hayo mazingira ambayo umeainisha na uchambuzi ambao umeutoa wa aina ya jamii iliyoko Ulaya, aina ya jamii iliyoko katika maeneo mengine duniani, na kwa mazingira tuliofikia sasa hivi, kwa sababu tunakumbuka kwamba hata Papa aliondoka huyu, kuna baadhi ya mambo alijaribu kukabiliana nayo ama alijaribu kuyashughulikia, lakini bado pia naye alipata upinzani, alipata changamoto na hasa ukosoaji pia ndani na nje ya kanisa.
Ni kweli nimesema jamii kwa ujumla. Sasa sio Ulaya tu, hatuwalaumu sasa mazingira. Unajua teknolojia pia inatuharibu sana. Sisi kwa mfano watumiaji sana wa simu. Baba Mtakatifu nakumbuka Papa alisema kwamba alizuia kutumia simu kanisani. Wakristo wanaingia, sio Wakristo, hata mapadre. Acha simu yako kwa sababu unachanganya mambo na kimsingi hata sisi tunaosoma hizi elimu za kijamii hizi za kidunia secular hizi utumiaji sana wa social media inakupa kama dopamine, unakuwa hizi social media zina kilevi, zina change behavior na hiyo unajua zina change kabisa behavior. Mtu anayetumia sana mitandao leo behavior yake ina change, na hiyo ni mambo ya kisayansi yamefanywa, sio mimi kwamba nazungumza mambo ya kisayansi. Kwa hiyo vitu viwe kwa wastani. Kwa hiyo jamii ndio iko hivyo, inaenda kwa kasi sana na teknolojia inataka kurahisisha kila kitu kila kitu nataka kurahisisha. Sasa lazima kwenda kubalance kidogo kusudi kuweza kupata jamii. Sasa papa atakayekuja haya yote yako, na fikiria sasa hawa mapapa ambao atakayekuja, hawa wanagombea tuseme wanaingia katika tuseme lugha ya mtani kinyang'anyiro, wengine wao wako wale traditionalist, wale wameishi zamani, yani dunia yao ya zamani, lakini wameishi na dunia sasa hivi, wanaona tofauti. Wana uzoefu mkubwa, wanajua ya nyuma, wanajua sasa. Kuna wengine labda wa hivi karibuni, sio wazee, yani wako katika, wameathirika na ulimwengu wa sasa, na hata sisi ambao ndo tunafanya wao tunawapa vichwa kuuma. Sisi tumeishi katika ulimwengu, tunataka hivi, tunaona unakatazaje iko, hatuwaelewi. Hatuwaelewi. Kwa hiyo kama za utoaji wa mimba ambazo pia Vatican imekuwa ikisema kwamba usitoe mimba, imepingana sana na hivyo vitu. Kwa hiyo matumizi ya nuclear kwa hiyo anahitajika kiongozi ambaye anaweza kuyatazama yote hayo kama walivyosema. Lakini hebu tuangalie kile ambacho watazamaji wetu wametuandikia kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hili, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Edward Omar anasema pumzika kwa amani Papa Francisco, Mungu akutangulie katika kitanda chako cha milele. Regina Simon anasema umemaliza mwendo, imani umeilinda, pumzika kwa amani Baba, malaika wakupokee paradiso mpya, roho ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Tunaweza kumalizia hivyo. Pumzike kwa amani kiongozi wetu ambaye alifanya Afrika ni kama watoto wake, Mungu ampe pumziko la milele. Ni Prince Barnaba. Jose Kunzugala anasema RIP kiongozi wangu, umekuwa mhimili mkubwa katika kanisa langu Katoliki. Mwenyezi Mungu akuangazie, akupunguzie adhabu ya kaburi na kusamehe makosa yako yote. Kwa kumalizia, Father Ngapemba, tutarajie nini sasa pengine kwa siku hizi ambazo tunamaliza siku 9 za maombolezo, lakini mchakato wa kumpata papa mpya utaanza rasmi, kwa ufupi tu? Mimi matazamio yangu mara zote ni chanya, kwamba mambo yatakaa sawa, atapatikana papa mwema mzuri anayejua zama zetu. Kwa hiyo ndo sala yetu, na kwa sababu tunaanza vitu kwa kumtanguliza Mungu, kuna novena zinaendelea siku 9. Kwa hiyo mimi naamini atatoka papa mwema, ndo ombi yetu, ndo sala yetu. Kwa hiyo tusio na wasiwasi, lakini papa atakayempata basi tuweze kila mtu aweze kumsaidia kusudi aweze kufanya kazi yake vizuri. Tunapata papa ambaye ni kiongozi, ni binadamu. Kwa hiyo na watu waliomzunguka sana kufanya kazi ni binadamu. Ni taasisi kubwa ya dini ya imani, lakini pia taasisi kama ya serikali. Kwa hiyo kama walivyo viongozi wengine ni binadamu kawaida. Nafikiri Mungu atakayetuchagulia, ndio sema tunda alilotuchagulia Mungu. Tusio na hofu, tunazidi kusali, tutapata papa mwema. Tuzidi kuungana na Wakristo wote duniani na watu wengine wasio Wakristo kuweza kupata kiongozi aliyo mwema, lakini pia sala za kila nchi kupata kiongozi mwema anayejali watu, anayependa watu, kiongozi mwema kusudi maisha yaweze kuendelea mbele. Naam, shukrani sana Father Ngapemba, asante sana kwa kuzungumza nasi. Tunakutakia majukumu mema hapo Roma, Italia. Asante sana. Shukrani.